Nichukue fursa hii kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutupatia miradi mitatu kwa pamoja ya TACTICS. Miradi hii mikubwa ya ujenzi wa soko la kisasa, ujenzi wa stendi ya kisasa na ujenzi wa barabara ni miradi ambayo itagharimu bilioni 19, zaidi ya bilioni 19. Na mkandarasi tayari ameshapatikana kama mnavyoona hapa. Na mkandarasi huyu ameshalipwa malipo ya awali karibu bilioni 2. Matendo haya yote ninayoyasema yanaonesha kwamba jambo hili haturudi nyuma tena. Swala la ujenzi wa barabara, swala la ujenzi wa stendi, swala la ujenzi wa soko, kama kuna watu wanapita mitaani na kusema kwamba hii ni siasa tu, kwanza hawajui maana ya siasa. Siasa maana yake ni swala ambalo watu wamekubaliana katika kuendesha maisha yao. Sisi tumekubaliana katika Chama cha Mapinduzi kuahidi na kutekeleza. Ndicho kitu ambacho tumekubaliana. Siasa zetu sisi ni za kuahidi na kutekeleza. Tumepita wakati wa kampeni, tumeahidi vitu hivi vyote. Sasa hivi tupo katika wakati wa utekelezaji. Ndio maana wakandarasi wapo site. Sasa nizungumzie masuala haya ya barabara. Kama alivyosema mtaalamu hapa injinia kwamba hatua za awali zimeshafanyika kuelekea katika ujenzi wa barabara hii. Hatua za kwanza ni vipimo, kuona kama kuna mtu yeyote ambaye ameingia katika barabara au kuna jambo lolote, kuna kizuizi chochote katika barabara. Hatua hiyo imeshafanyika na imekamilika. Lakini hatua nyingine, inapojengwa barabara, kuna swala la kupima udongo wa eneo la barabara. Kusudio ni nini? Ni kujua ni udongo gani ukija kuwekwa hapa utalingana na udongo uliokuwepo hapa, ili barabara iweze kudumu, iweze kuwanufaisha wananchi kwa muda mrefu. Kwa hiyo nalo limeshafanyika. Na kama alivyosema hapa kwamba baada ya wiki 2 tutaanza kuona shughuli hapa zikiwa zinafanya nini? Zinafanyika. Kwa hiyo niwaeleze viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi kwamba hakuna nafasi tena ya mwaka 2030 kuhojiwa juu ya barabara hizi. Asante. Barabara hizi zitajengwa na 2030 itakuwa ni miongoni mwa hotuba zetu za kusema tulichokifanya ni hiki. Na huu ndio utaratibu wa Daktari Samia Suluhu Hassan, anaahidi na kutekeleza. Na ndio maana katika manispaa yetu ya Lindi, Daktari Samia Suluhu Hassan ameaminiwa kwa kupata kura 98%. Yaani maana yake katika kila watu 100, watu 98 wamempigia kura za kumkubali Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya tabia yake ya kuahidi na kutekeleza. Nitoe wito kwa wakandarasi wetu. Nyinyi wenyewe mmeshuhudia hamu ya wananchi ya kupata barabara. Nyinyi wenyewe mmeshuhudia malalamiko ya wananchi na mateso wanayoyapata kuhusiana na barabara hizi. Ninawasihi tufanye kazi kwa wakati. Tuzingatie muda katika ufanyaji wa kazi. Lakini vile vile tuzingatie kazi kuwa bora, ili tuweze kujenga kulingana na thamani ya pesa. Wataalamu wanasema value for money. Kwa hiyo ninawasihi sana tuzingatie jambo hilo, na mimi nitakuwa mara kwa mara ninakuja kukagua miradi hii kwa sababu ni miradi ambayo ninataka itekelezwe katika kipindi changu cha uongozi. Kwa hiyo ninawasihi sana tufanye kazi kwa juhudi kubwa na tuzingatie muda ambao tumepewa katika kukamilisha, na vile vile tuzingatie ubora wa kazi ambayo tunaifanya. Na mimi niwatoe mashaka wananchi kwamba muda wa kujengwa barabara zetu umeshafika, na haya mnayoyaona yote ni katika mchakato wa ujenzi wa barabara hizi. Barabara hizi tunajua umuhimu wake. Tunajua matumizi ya barabara hizi. Tumeambiwa hapa kwamba barabara inakwenda katika hospitali zahanati ya Nachingwea. Na zahanati ya Nachingwea inahudumia watu wengi sana. Ni lazima barabara hii ikamilike ili watu waweze kupata huduma zinazostahili. Asanteni sana kwa kunisikiliza.